Naitwa Lydia Obiero, ni mratibu wa bima ya afya ya wilaya. Niko hapa kutoa elimu kuhusu utaratibu wa bima ya afya kwa wote. Tunakumbuka wakati Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaapishwa, alisema kwamba ndani ya siku 100 ataanzisha mpango wa huduma ya bima ya afya kwa wote. Huduma ya bima ya afya kwa wote ni utaratibu wa kuchangia huduma za matibabu kabla ya mtu hajaugua, ili anapopata changamoto ya kuugua au ya kiafya aweze kupata matibabu pasipokuwa na shida. Umuhimu wa kujiunga na bima ya afya ni kwamba unaepusha wananchi kuingia kwenye janga la umaskini pale ambapo wanapopata changamoto ya ugonjwa au afya inapoleta shida. Utaratibu utakaotumika kwenye bima ya afya kwa wote ni kwamba ni kuchangia kiasi cha shillings 1,500,000 kwa familia moja, au tunaita kaya, na maana na kwamba kaya moja itakuwa na watu wasiozidi 6. Endapo kaya ina watu zaidi ya 6, wale waliobaki wataweza kuanzisha kaya nyingine, na kaya sio lazima iwe na watu 6. Kuna kaya ya mtu mmoja, kuna kaya ya watu 2 au watu 3, lakini isizidi watu 6. Kwa hiyo tunatoa elimu hii kwamba wananchi wote wajiunge, kwa kuwa ugonjwa hauna hodi na matibabu ni gharama zaidi. Unaweza kuugua pindi ambacho huna hela mfukoni, lakini ukijiunga kwa utaratibu wa bima, manake bima itakusaidia pale ambapo utakapopata shida ya ugonjwa. Huduma hii itapatikana nchi nzima, popote pale mgonjwa atakapokuwa. Anaweza kupata huduma za matibabu bila kujali yuko mkoa gani. Ni utaratibu wa nchi nzima ambao utakaomwezesha mgonjwa kupata huduma popote pale atakapokuwa. Serikali imehakikisha kwamba zile dawa zote za msingi zitapatikana katika vituo vya kutolea huduma, ili wananchi watakapoanza na utaratibu wasikose dawa, waweze kupata dawa katika vile vituo watakapokuwa wamefika kwa ajili ya kupata huduma. Kila mtu atatengenezewa namba yake ya utambulisho kama nilivyosema awali. Kwa hiyo haitojali kwamba mtu yuko amesafiri, labda ameenda nje ya wilaya, popote pale alipo atatumia hiyo namba yake ya utambulisho kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu.